Karibu Dathom TV kwa burudani kali sana. Movie yetu inaanza na kundi la wanafunzi wakiwa njiani kuelekea shuleni, hasa katika shule ya sekondari ya K-High. Miongoni mwa wanafunzi hao yupo msichana anayeitwa Kajun ambaye anaonekana kuwa wa kuvutia sana. Ni wazi kwamba ni mrembo kupita kiasi, na kila mtu anayemzunguka huzungumza kuhusu uzuri wake, hujaribu kuzungumza naye na kumsalimia, lakini yeye hashirikiani nao kabisa. Sio kwa kiburi wala majivuno, bali kwa sababu hii ndiyo tatizo lake kuu hajui jinsi ya kuwa wa kijamii au kuwasiliana na watu wanaomzunguka. Kajun anapoingia shuleni anatoa simu yake na tunaona kwamba yeye ni mtu maarufu sana kwenye programu ya INSA. Kwa njia, ni mojawapo ya mitandao muhimu zaidi katika dunia yao. Wanafunzi wote hutumia programu hii kila wakati, wakichapisha kuhusu kila kitu kinachotokea katika siku zao. Kajun anapanda ngazi kwa kujiamini kabisa, lakini ghafla kuna mshtuko. Wavulana wawili wanakuja kimbia na kugongana naye kwa bahati mbaya. Anakasirika sana nao, lakini inageuka kuwa jambo jema. Inamtoa katika ndoto za mchana. Kila kitu hadi wakati huo kilikuwa ni mawazo yake tu. Kwa uhalisia, yeye si mrembo wala si wa kipekee kwa namna yoyote, na kama tulivyosema awali, hajui jinsi ya kuwasiliana na wengine au kuwa wa kijamii. Kisha wale wavulana wawili wanarudi kuomba msamaha. Mmoja wao anasema hata kumuona kabisa, na anauliza kama yuko darasa lao. Anawaambia hayupo, lakini ni wazi amekerika sana na tukio hilo. Anajihisi kama haonekani, kana kwamba hakuna anayegundua uwepo wake, na hapo ndipo anatambua kwamba hilo ndilo tatizo lake maishani. Hajui tu jinsi ya kuwa wa kijamii. Kajun akiwa darasani, wanafunzi wenzake wote wako kwenye programu ya INSA wakicheka na kufanya mizaha huku wakisoma machapisho. Kila mmoja wao hushiriki kwa kikamilifu kwenye programu hiyo. Wakati huo huo, Kajun anakaa peke yake akiwa ametengana kabisa. Ingawa ana account kwenye programu hiyo, hajui jinsi ya kuwa maarufu au jinsi ya kuandika kitu kitakachovutia wengine. Anajaribu kuandika chapisho litakalovutia watu, lakini hajui achapishe nini. Hata anajaribu kutumia akili binani ili kumsaidia, lakini hafiki popote na anazidi kuchanganyika. Anaishia kuzungumza peke yake, sauti yake ikizidi kuwa kubwa, na anapogundua kuna mtu amekaa karibu naye, anaogopa kwamba amemsumbua kwa sauti yake na anajaribu kuomba msamaha, lakini yule mtu anamwambia hata kujua kwamba alikuwa amekaa hapo tangu mwanzo. Kwa kawaida, jambo hili linamuumiza zaidi. Maneno yake yanamgusa moja kwa moja kwa sababu tayari anajihisi haonekani. Kisha mmoja wa wanafunzi wenzake, rais wa darasa anayeitwa Choi, anasimama na kuwaambia wote waweke kazi zao za nyumbani juu ya meza mbele yao. Wanapouliza kuhusu kipindi cha michezo, anasema watakitumia darasani badala yake. Wote hufurahi sana kwa sababu wanataka kubaki ndani na kutumia programu ya INSA. Kajun anapoona jinsi kila mtu anavyompenda rais wa darasa na jinsi alivyo mzuri kutikisia na watu, anawaza moyoni, hivi ndivyo mtu wa kijamii wa kweli anavyoonekana, mtu anayependwa na kila mtu. Ndio maana anaweza kuwa rais wa darasa. Baadaye rais wa darasa anauliza kuhusu wanafunzi wawili ambao bado hawajafika, na wanapokuja hatimaye wanafanya mizaha naye. Kajun anazungumza peke yake, akibainisha jinsi yule mvulana alivyo mzuri kuwa wa kijamii na jinsi kila mtu anayemzunguka anavyompenda. Yule mvulana anafanya mizaha na rais wa darasa, na Kajun anagundua kwamba anajifunza kuwa mtu maarufu, celebrity. Anavutiwa sana na uzuri wake na anahitimisha kwamba ni uzuri wake unaomfanya kuwa wa kijamii. Kajun anapotoka shuleni anakasirika kwa sababu bado hajui jinsi ya kuwa wa kijamii. Kisha anampigia simu mama yake. Anaelekea nyumbani ili kujua kuna nini, lakini anashangaa sana anapogundua kwamba familia yake wameenda kula nje bila kumwambia. Anakereka zaidi mama yake anapomwambia alimsahau tu kumchukua. Kajun anakata simu kwa hasira. Wakati anatembea, mtu anamgonga kwa bahati mbaya, jambo linalomfanya achoke na kukasirika zaidi. Anaendelea kutembea bila kujua kwamba mtu aliyemgonga anageuka nyuma kumtazama kana kwamba anamfahamu. Kajun anaporudi nyumbani anajaribu kuwasiliana na mtu kupitia programu ya INSA, lakini hakuna anayejali. Siku inayofuata shuleni, akiwa njiani kwenda kipindi cha michezo, mmoja wa wanafunzi wenzake, yule mvulana mrembo anayejifunza kuwa mtu maarufu, anamstapisha. Anamwambia amesahau simu yake na anaomba kutumia yake. Kajun anampa moja kwa moja simu yake. Wakati anamsubiri amalize kuitumia, anavutiwa sana na uzuri wake. Anataka kuzungumza naye, lakini anahisita kwamba huongea sana. Anapomaliza
Anamrudishia simu na kumwambia aharakishe ili asikose kipindi cha michezo. Anauliza kama na yeye ataenda, lakini anasema anajihisi mgonjwa kidogo na anaenda kwa muuguzi. Uwanjani, Kajun anakaa peke yake huku wanafunzi wenzake wakizungumza na kufanya mizaha. Anakaa kimya akifikiria mazungumzo yake na yule mvulana mrembo, akiwa na furaha kwamba hatimaye amezungumza na mtu. Kisha wanawasikia wanafunzi wenzake wakizungumza kuhusu lipstick ambayo mmoja wao alileta na jinsi watakavyoionyesha wengine watakaporudi darasani. Wanaporudi darasani, wasichana wanagundua kwamba lipstick imepotea. Wanaonekana wamekasirika sana, na kwani Kajun ndiye aliyekuwa wa mwisho kutoka darasani awali, wanamuuliza moja kwa moja kuhusu hilo. Kajun anajaribu kuzungumza, lakini sauti yake ni ndogo sana na ya wasiwasi kiasi kwamba hakuna anayeisikia. Anajaribu kuondoka, lakini yule mvulana mrembo anakuja kumstapisha. Anawaambia wote kwamba kwa hakika yeye ndiye aliyekuwa mtu wa mwisho kutoka darasani, si Kajun, na kwamba hakuchukua chochote. Akiangalia huku na huko, anaiona lipstick iliyopotea na kuirudisha. Anawaambia wanapaswa kutafuta vizuri kabla ya kumtuhumu mtu, na anasisitiza waombe msamaha kwa Kajun. Wanafanya hivyo, kisha wanaondoka. Kajun anakaa kwenye kiti chake. Rais wa darasa anakuja na kumuuliza kama amekasirika, lakini Kajun anasema yuko sawa. Rais anamwambia alipaswa kujitetea. Ghafla yule mvulana mrembo anaingilia tena, akisema kwamba sauti ya rais huenda ilimfanya Kajun awe na wasiwasi kuzungumza. Rais, akiwa kidogo shangazwa, anauliza kama yuko sawa. Kani alisikia alienda kwa muuguzi. Anasema alikuwa anahakikisha tu yuko sawa. Kisha anamgeuka kwa Kajun na kumuuliza kama yuko sawa. Anasema ndiyo. Ndani ya moyo wake Kajun yupo jaa na furaha. Hatimaye kuna mtu amemtetea na kuonyesha kwamba anajali. Anajaribu kumshukuru lakini hasikii. Kisha anapotaja jina lake analikosea. Kajun anamtazama akiwa amekata tamaa na anaondoka shuleni akiwa amekasirika kwa sababu hata jina lake halikupati sahihi. Akiwa subiria basi, anaona simu karibu naye. Anahisi kuna mtu ameisahau. Anapoifungua anaona ina program ya INSA, ile ambayo amekuwa akihangaika kuitumia kuwasiliana na wengine. Anaona meseji nyingi zikiingia na anatambua kwamba simu hii ni ya mtu shuleni. Anafurahi sana. Simu hii ndiyo inayomsaidia kugundua machapisho yote ya siri na ni nani anayeandika. Baadaye inafichuliwa kwamba yule mvulana mrembo wa shuleni ndiye aliyewaomba wale wavulana wawili wa siku ya kwanza warudi kuomba msamaha kwake. Siku inayofuata, kundi la wasichana wanaoonekana kama waandishi wa habari wanatembelea kampuni inayowafunza vijana kuwa nyota. Wanafunzi hao wanakatazwa kabisa kuonyesha nyuso zao hadharani kwa sababu ni kinyume na sheria za kampuni. Wasichana wanajaribu kupiga picha lakini wanashindwa. Ghafla yule mvulana mrembo wa shuleni anapita na tofauti na wengine hafichi uso lake kabisa. Wenzake tayari walikuwa wamejificha, havyo yeye anapigwa picha waziwazi. Picha yake inapakwa kwenye program ya INSA na watu wanagundua haraka yeye ni nani na yuko darasa gani. Haya yote ni kinyume na sheria za kuwa nyota. Kanjo anarudi shuleni na anacheza mpira wa basketball vizuri sana. Ni mtaalamu. Anaporudi darasani, mwalimu anatangaza kwamba Kanjo ameshika nafasi ya kwanza katika mtihani wa hivi karibuni. Mwalimu anawaambia wampigie makofi na Kanjo anawashukuru. Tunagundua kwamba yeye huwa mwanafunzi wa kwanza darasani kila wakati. Wakati huo Kajun anaelekea nyumbani akiwa ameshika simu aliyoipata. Anatamani kwamba angekuwa msimamizi wa programu ya INSA ili ajifunze jinsi ya kuwasiliana na watu. Ni mojawapo ya ndoto zake. Anapofika nyumbani na kufungua simu, anagundua kwamba kweli yeye ndiye msimamizi wa programu ya INSA na sasa anaweza kuona machapisho yote ya siri na ni nani anayeandika. Siku inayofuata, mwanafunzi mpya anafika shuleni. Kajun anaingia darasani akiwaza moyoni kwamba sasa anajua kila kitu kwa sababu ya simu aliyoipata. Anawasikia wanafunzi wenzake wakizungumza kuhusu mtu fulani na anajaribu kujiunga nao ili awe wa kijamii zaidi. Anakosea kugundua wanazungumza kuhusu mhusika wa katuni na wanashangaa wanapogundua hana wazo lolote wanachozungumza. Wanamnongoneza. Mwalimu anaingia darasani na kuwaambia wanafunzi watulie, akisema kwamba wao ndio darasa lenye kelele zaidi shuleni. Kisha mwanafunzi mpya, yule aliyeshuka kwenye gari mapema, anaingia.
Anaonekana kama askari na kuna kitu cha ukali ndani yake. Mwalimu anamwomba ajitambulishe. Baada ya mwalimu kuondoka, Kanjo na mwanafunzi mwingine wanaomfuata ili kumsalimia. Mwanafunzi mpya anagundua kwamba Kanjo anajifunza katika kampuni ya burudani. Anapouliza kuhusu hilo, Kanjo anachanganyikiwa kidogo, kana kwamba anaficha jambo fulani. Anamchukua rafiki yake na wanaondoka kwenda kula pizza. Kajun anatoka nje na anawasikia baadhi ya wanafunzi wakizungumzia video iliyowekwa kwenye program kisha kufutuliwa haraka. Anakumbuka kwamba anaweza kujua nani aliyeiweka kwa kutumia simu yake anayo sasa, kwa kuwa yeye ndiye msimamizi wa program hiyo. Anakimbia kwenda kuangalia simu kabla mtu yeyote hajamuona. Wakati huo huo, Kanjo anarudi darasani kuchukua simu yake na anakuta ujumbe kwenye dawati lake ukimwambia aende ukumbi wa mikutano kukutana na mtu. Anapofika huko, anamkuta Kajun. Anamuuliza anataka nini kutoka kwake. Kajun anaonekana kufurahi sana kwamba kweli amekuja. Kajun anamuonyesha video alionayo. Ni ya mvulana anayeimba vibaya sana. Kila mtu darasani amekuwa akiizungumzia na kujaribu kubaini ni nani. Kajun anamwambia kwamba yeye ndiye aliye kwenye video hiyo, yule mwenye sauti mbaya ambaye kila mtu alimcheka. Kanjo anakataa na ajifanya hajui anachozungumziwa. Kisha anarudi darasani. Rais wa darasa Choi anamwomba rekodi video pamoja naye, lakini anakasirika na anakataa. Wakati huo huo, Kajun anamkaribia na anashangaa kumwona. Anamwomba waongee nje. Wanapoondoka, yule mwanafunzi mpya anawaona pamoja. Wanaenda sehemu tulivu shuleni na Kajun anamwambia Kanjo kwamba hiyo itakuwa sehemu yao ya kukutana kuanzia sasa. Kanjo anamuuliza kwa nini wanakutana. Tunarudia huko nyuma. Hapo Kajun alimwambia kwamba anajua yeye ndiye aliyekuwa akiimba kwenye video. Alimpa makubaliano, atafuta video na hatomwambia mtu yoyote ikiwa atamfanyia jambo moja. Alipouliza ni jambo gani, alimwambia lazima ukubali mbele ya kila mtu kwamba unanipenda. Kanjo anashangaa, lakini Kajun anamwambia anataka kuwa maarufu na njia ya kufikia hilo ni yeye kumsaidia. Kanjo anaamini. Kanjo anapofika shuleni, anakuta picha zake zimesambaa kila mahali. Rafiki zake wanamzunguka wakitaka kupiga picha naye. Wanamwambia pia kwamba picha zake zimesambaa sana kwenye Instagram. Tunarudia nyuma kwenye tukio ambapo Kajun alimlazimisha Kanjo akiri kwamba ana hisia kwake mbele ya rafiki zake wote. Kwa kawaida, Kanjo anashangazwa na ombi hilo. Anamwambia yeye ni mwanafunzi anayefundishwa kuwa nyota, kwa hivyo hawezi kufanya jambo kama hilo. Lakini Kajun anasisitiza akisema anataka kuwa maarufu kwenye Insta na hawezi kwenye msaada wa mtu anayejulikana. Anapokataa, anamwahidi kwamba atahifadhi siri yake na hatomwambia mtu yeyote ikiwa atamsaidia. Mwisho wa siku, Kanjo anakubali. Wakati huu wa sasa, Kajun anamshukuru kwa kukubali kumsaidia, lakini Kanjo anasema alifanya hivyo kwa sababu alitishiwa na video. Kajun anaelezea kwamba anataka akiri kumpenda mbele ya wanafunzi wote wakati wa kipindi cha kwanza cha siku, lakini Kanjo anakasirika na anasema wazo lilo ni la kichawa. Akimwona amekasirika, Kajun anapendekeza njia mbadala ya kuakiri baada ya mechi yake ya mpira wa kibasket. Kanjo bado hapendi wazo hilo na anamwambia mawazo yake yote ni ya zamani. Anasema anapaswa kuwa na tabia nzuri ikiwa anataka kupendwa na kuwa maarufu. Kajun anamwambia aje na mpango mwenyewe. Hapo ndipo makubaliano yao yanaisha. Usiku huo, Kajun akiwa chumbani kwake, anafungua program na anaona watu wengi wakichapisha kwamba wataunga mpazo mapenzi siku ya Confession Day. Anaanza kuwaza atakavyotekeleza mpango huo na anasisimka sana. Wakati huo huo, Kanjo yuko chumbani kwake akiwa na hasira na kuchanganyikiwa, hajui Hansi anaweza kufanya alichoombwa. Anajaribu kutafuta njia ya kumaliza makubaliano hayo. Kajun anaendelea kupitia simu na anaona waganga wakizungumza mwanafunzi mpya. Anashangazwa na Hansi alivyo maarufu licha ya kuwa amehamia siku moja iliyopita. Anamtafuta kwenye Insta lakini anakuta hajajiandika kabisa. Siku nyingine shuleni, Kajun anaona kila chomba cha wanafunzi kimekaa pamoja kana kwamba Kanjo anamwambia kwamba alikiri hisia zake kwake kama alivyotaka, lakini Kajun anasema bado hajawa maarufu kwenye Insta kama walivyokubaliana. Anapendekeza kwamba anaweza kumkataa mbele ya kila mtu ili kuleta gumzo zaidi na kumfanya awe maarufu. Pendekezo hilo linamkasirisha sana Kanjo. Anamshindisha tena kwa kutumia video alionayo, na hiyo inamlazimisha Kanjo kukubali kila anachotaka. Wanaamua kwamba atamfundisha jinsi ya kuwa wa kijamii zaidi. Anamwambia ajikite kwenye vitu vya kipekee katika tabia yake. Kajun anahamasika na maneno hayo na anaondoka kuanza kuyatekeleza. Njiani, anakutana na wasichana wawili waliokasirika. Anajaribu kuwafariji na kuwasaidia, lakini anashindwa. Kanjo anamwambia alifanya kwa njia isiyo sahihi. Anaamua kujaribu mbinu nyingine. Baadaye, wakati wa michezo, anajaribu kuonyesha uwezo wake kimichezo. Anakuwa na msisimko kupita kiasi wakati wa kupiga mpira na anaanguka vibaya. Jaribio lingine linafeli. Anaendelea kujaribu mbinu tofauti, lakini anaendelea kushindwa. Kanjo anamuita pembeni na kumwambia kila anachofanya ni makosa. Kajun anaanza kulia na kumwambia yeye ni mtu maarufu na wa kijamii, hivyo hawezi kuelewa anachopitia. Kanjo anamwambia kwamba kama asingedanganya na kusema ni mwanafunzi anayefundishwa kuwa nyota, angekuwa mtu wa kawaida bila umaarufu, na kama uongo huo ukifichuliwa, hadhi yake kwa marafiki zake itabadilika kabisa. Lakini Kajun anamwambia hata kama asingekuwa nyota, bado angependwa na kuwa maarufu. Kajun anapoondoka, anaona wanafunzi wawili wakimnyanyasa Mong, rafiki wa Kanjo. Anakuwa na mashaka, hikisi kuna jambo si la kawaida. Siku inayofuata shuleni, Kajun ana furaha. Mwanafunzi mpya anamchora kwa siri kwenye karatasi ndogo na anataka kumpa, lakini
lakini kabla hajafanya hivyo, rais wa darasa Choi anakuja na anaanza kuzungumza naye. Kajun anafurahia sana kuona mtu anaanza kumshirikisha. Choi anamwalika kula nao chakula cha mchana na Kajun anafurahi hatimaye kuwa pengo la kundi. Njiani kuelekea kula, anakutana na mwanafunzi mpya Lei Yong ambaye mara nyingi anamdharau. Anamcheka tena akisema uso wake umejaa mikunjo na hajabadilika. Kajun anakasirika na kumwambia aache kusema maneno hayo. Lei Yong anamwambia anafanya hivyo kwa sababu Kanjo alimkiri mapenzi na anajaribu kusahau yaliyopita, lakini Kajun anasisitiza hataki kuwa tena na anasema anaenda kula na marafiki zake wapya. Kajun anapotembea na kundi lake jipya, Choi anamwambia sasa yeye ni rafiki wao. Wanamuuliza kuhusu uhusiano wake na Kanjo na kukiri kwake. Kisha Lei Yong anaungana nao na kuanza kuzungumza historia yake na Kajun, jinsi alivyokuwa akimlinda walipokuwa wadogo. Kisha anamuuliza Kajun uamuzi wake kuhusu Kanjo, kana kwamba ni jambo la hadhari. Inaonyesha wazi kwamba anamjali sana na anaanza kumwonea wivu Kanjo. Pia anaanza kutoa ishara kuhusu madai yake ya Kanjo ya kufundishwa kuwa nyota, kwani sasa anajua ni uongo. Wakati huo Kanjo anatembea baradani na anakutana na Lei Yong. Lei Yong anamwambia kama kweli ni mwanafunzi anayefundishwa, anapaswa kuwa kwenye kampuni sasa kwa sababu kuna darasa linaendelea. Kanjo anajaribu kuepuka, lakini Lei Yong anamshika kwa nguvu na kumwambia moja kwa moja kwamba yeye ni muongo, si mwanafunzi na si nyota. Kanjo anatambua kwamba ukweli umefichuliwa na anadhani Kajun ndiye aliyesema. Anaamini amemsalati kwa kufichulia siri yake. Lei Yong anakasirika na kumshutumu Kanjo kwa kumdanganya Kajun asiye na hatia bila kujua kwamba Kajun alijua kila kitu tangu mwanzoni. Kanjo anakasirika na anaondoka. Wakati huo Kajun yuko mgahawani na marafiki zake akifurahia chakula na kuwaambia ni mara yake ya kwanza kutoka kula na watu wengine. Ghafla simu ya Lei Yong inaita na anatoka nje. Akiwa hayupo, rais wa darasa anamuuliza Kajun anafikiria nini kuhusu Kanjo. Kajun kwa aibu anasema bado anafikiria. Kisha anakumbuka wasichana aliowaona na Lei Yong na anaomba kwenda chooni, lakini kwa kesi anataka kumfuata Lei Yong. Nje anamuona Lei Yong akimpa pesa msichana ambaye anamkosea heshima. Kajun anaingilia, jambo ambalo linamkera Lei Yong. Anamkemea kwa kuingilia mambo yasiyomhusu. Baadaye akirudi shuleni, anajaribu kumtumia ujumbe Kanjo, lakini Kanjo anaona na kupuuza kwa kusudi. Kajun anachanganyika na haelewi kwa nini. Anapomuona darasani bado hajibu na anamfedhehesha mbele ya kila mtu kwa kukataa kuzungumza naye. Rafiki yake wa zama anamuona katika hali hiyo, anamtoa nje ya darasa na kumuuliza kwa nini ana huzuni na kwa nini anazunguka zaidi na Kanjo. Kisha anamuuliza kama anampenda Kanjo kwa sababu ni mwanafunzi anayefundishwa au kwa sababu ni mrembo. Kajun hajibu, analia tu na anaomba aondoke, lakini anashikwa na mkono. Wakati huo Kanjo anatoka nje na kuwaona, jambo ambalo linamfanya ahisi kuna kitu kinaendelea. Rafiki huyo anamwambia Kajun kwamba Kanjo alimdanganya yeye na wengine wote kwamba si mwanafunzi anayefundishwa. Kajun akiwa na machanganyiko anamwambia hajui hata marafiki zake. Rafiki huyo anatambua kwamba alijua ukweli na Kajun anasema Kanjo lazima alikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Kisha anamuuliza kama anahisia kwa Kanjo, lakini anasema ni marafiki tu. Anasisitiza tena kwamba hajui mzunguko wa marafiki zake, kisha anaondoka. Nyumbani anajaribu kumpigia simu tena, lakini simu yake imezimwa. Siku inayofuata shuleni anajaribu kuzungumza naye, lakini anaondoka tena. Anajaribu kueleza kwamba kulikuwa na kutoelewana, lakini Kanjo ameshaamua na anaondoka tena. Baadaye Kanjo anatembea na Lei Yong pamoja na Choi, kisha anaondoka ghafla. Lei Yong pia anaondoka muda mfupi baadaye, akimwacha rais wa darasa akiwa uhuzunika na peke yake. Kajun anaporudi nyumbani, anamuona Lei Yong akishambuliwa na watu fulani. Haraka anarekodi tukio hilo. Anapomuona, anawaonyesha video ya msichana aliyekuwa nao, sasa akiwa na mvyule mwingine. Mvyule huyo anakasirika na anataka kumpiga msichana, lakini Kajun anamzuia hadi akiendelea kurekodi. Msichana anakasirika sana na anampiga Kajun. Wako kwenye uhusiano wa kimapenzi. Anazidi kuwa na hamu ya kuwa maarufu. Bila kutaraji, anagongana na mwanafunzi mpya na yule mbwana pia anajaribu kumshambulia, lakini ghafla Kanjo anaonekana na anapambana nao hadi wanakimbia. Kajun anamwomba msamaha na kumwambia kwamba hakufichua siri yake na kwamba alielewa vibaya kila kitu. Siku inayofuata, Kajun ana furaha sana shuleni kwa sababu kwa mara ya kwanza amekuwa maarufu kwenye program. Marafiki zake wanamshukuru. Anakimbilia sehemu yao ya kawaida ya kukutana na anamkuta Kanjo akimsubiri. Anamshukuru kwa kumsaidia kuwa maarufu na yeye anaomba msamaha kwa kutomuelewa vizuri. Kajun anamwambia kwamba yeye ndiye aliyemfundisha jinsi ya kuwa wa kijamii. Anamwomba aendelee kumfundisha, akisema atajitahidi na kujifunza haraka. Anashika
mkono wake, jambo linalomfanya Kanjo achanganyikiwe, lakini anakubali kumfundisha. Wakati huo huo, rafiki yake wa zamani anafika na kusema na yeye pia atamsaidia kuwa wa kijamii. Kajun na Kanjo wanashangaa. Kisha rafiki huyo anasema sababu ya Kajun kukosa kujiamini ni mikunjo iliyopo usoni mwake. Hilo linamuumiza Kajun na pia linamkera Kanjo. Kanjo anamwambia kwamba badala ya kumkosoa, anapaswa kuonesha sifa zake nzuri. Kwa kumkejeli, rafiki huyo anamwambia Kanjo aorodheshe mambo maalum kuhusu Kajun. Kanjo anajaribu, lakini anashindwa. Anaweza kusema tu kwamba ni mwenye moyo mwema. Rafiki huyo anamkatiza akisema yeye amemfahamu kwa muda mrefu zaidi na anamjua vizuri, lakini Kanjo anasisitiza kwamba sasa anamjua zaidi. Wawili hao wanaanza kubishana tena na Kajun anaepuka ugomvi huo. Wanaporudi darasani, rais wa darasa anatangaza mashindano ya video dakika moja. Kajun anasisimka sana na anataka kurekodi video. Mwanzoni anafikiri kumwomba Kanjo au rafiki yake wa zamani wafanye naye, lakini wanapokataa, anaelezwa kwamba Kanjo haruhusiwi kuonyesha uso wake hadharani kwa sababu ya mafunzo yake. Wanamwambia ajitegemee mwenyewe. Hapo ndipo anakumbuka video mbaya aliyowahi kutengeneza na anabadilisha mawazo kabisa. Kanjo anamwambia lazima ajitegemee ikiwa anataka kushinda. Rafiki yake wa zamani anamkejeli akisema hata ajui video fupi ni nini. Kajun anaporudi darasani, anakuta marafiki zake wote wakirekodi pamoja. Kisha Leyang anaingia na kumtazama kwa tabasamu. Anafikiri anakuja kurekodi naye, lakini anaenda kujiunga na mtu mwingine. Anamtafuta rais wa darasa, Choi, na anamwomba ashirikiane naye kwenye video. Choi anakubali na anavutiwa na ujasiri wa Kajun. Wakati huo huo, rafiki wa zamani wa Kajun anatembea baradani na anakutana na rafiki wa zamani wa Kajun ambaye anamwambia anampenda Kajun, lakini pia anamwambia Kanjo kwamba ni muongo, hivyo hastahili kumtunza na anapaswa kukaa mbali. Baadaye Kajun amelala kitandani wakati Choi anamtumia video ya ngoma watakayofanya pamoja. Kajun anaiangalia pamoja na Kanjo, lakini anaacha haraka kwa sababu hajui kucheza. Kanjo anamwambia kwamba Choi ni mchezaji wa kitaalamu na pia ni mtayarishaji maarufu wa YouTube ambaye amecheza tangu akiwa mdogo. Kisha rafiki zamani wa Kajun anajiunga nao na anamsaidia kumtunza kucheza. Kajun ana furaha sana na anasisimka kujifunza. Baada ya kujifunza ngoma, anamtembelea Choi ambaye anaonekana akimeza dawa, lakini anazificha Kajun anapoingia. Ina wazi kwamba Choi ana huzuni juu ya Kajun. Inafichuliwa kwamba Choi alikuwa na hisia kwa Kanjo, lakini Kanjo alimpenda Kajun na kumkiria mapenzi. Kabla ya onesho la ngoma la kuanza, Kanjo, rafiki zamani wa Kajun na Leyang wote wanafika kutazama. Ngoma inapoanza, Kajun anang'aa na kuwavutia wote. Watazamaji wanamzingatia sana, jambo linalomkera Choi. Baadaye chooni, Kajun anakutana na Choi na anajaribu kuzungumza naye, lakini Choi anamwambia kwa ukali akae mbali. Ghafla, Choi anaanguka na kupoteza fahamu. Kajun anamkimbiza kwenye chumba cha wagonjwa pamoja na Kanjo. Mnugari anasema Choi alikuwa ametumia dawa za kupunguza uzito ambazo zimepigwa marufuku shuleni. Baadaye Kajun anamtembelea Choi na anamkuta ameamka, lakini Choi anamwambia kwa ukali kwamba anamchukia na kwamba yeye si kitu maishani. Kajun anaumia akigundua kwamba Choi alimpenda Kanjo. Kisha Kajun anamwambia Kanjo kwamba wanapaswa kukiri kila kitu kwa wote, ikiwa ni kwamba kukiri kwake kilipangwa. Anamwambia akikaa kimya ataachia video yake. Kanjo anajaribu kuelewa kwa nini amebadilika, lakini Kajun anaepuka na anasisitiza lazima afanye anachotaka. Kajun anakaa kimya akifikiria jinsi alivyo karibu na Kanjo na anajiambia alipaswa kuweka mbali. Ghafla rafiki huyo anakuja na anamkuta analia. Anampeleka mgahawani kula. Mwanzoni anakotaa kula, lakini anamlazimisha kula kidogo. Kajun anamwambia alipaswa kukaa mbali kwa sababu ameumiza watu wengine, makimaanisha Choi, na kwamba alipaswa kubaki bila hatia. Rafiki huyo anakasirika na anampeleka mahali walipokuwa wakicheza utotoni. Huko anamwambia awe imara na asiache uso wake ujazwe mikunjo. Kajun anapomtaja Kanjo, rafiki huyo anakasirika. Ghafla wanakutana na Kanjo. Anajaribu kumkaribia Kajun, lakini rafiki huyo anamzuia na kusema yeye ndiye aliyemfahamu kwanza. Kajun anaingilia na kumwambia atakutana naye baadaye, kisha anaondoka. Kanjo anamaliza uhusiano wao haraka na Kajun anaondoka. Siku inayofuata shuleni, kila mtu anasubiri kuonekana kwa Kanjo, nyota wa shule. Kajun anajaribu kuzungumza na Choi, lakini Choi anamkatiza na anaondoka bila kumsikiliza. Baadaye anaona mapachiko makubwa mengi ya siri kuhusu Kanjo yakisambaa mtandaoni na anataka kuyafuta yote. Usiku akiwa yanayafuta, Choi anaona, anachukua simu yake na anakataa kusikiliza maelezo yake. Anamwambia asubiri hadi arudi. Wakati huo huo, Kanjo anarekodi video akikiri kila kitu. Kajun analia akifikiria kumwambia kilichotokea. Wakati huo huo, Leyang yuko kwenye mafunzo na meneja anamwambia sasa ameruhusiwa kuonekana hadharani. Siku inayo
inayofuata shuleni, Kajun anakuta marafiki zake wakimzungumzia Lei Yang baada ya kugundua yeye pia ni mwanafunzi anayefundishwa. Hamuoni Kanjo wala Lei Yang. Choi anakuja na kumuita pembeni. Anadai arudishiwe simu, akiahidi hatoitumia vibaya tena, lakini Kajun anakataa. Anamwambia anajua siri ya Kanjo na ataweka video ili kumfichua. Kajun anamzuia, lakini Choi anaamua kuendelea. Kajun anamkimbilia, anamgonga, simu inaanguka. Anaichukua na kukimbia. Choi anakasirika na kupiga kelele. Kajun anaporudi darasani, kila mtu anazungumza kuonekana kwa ghafla ya Kanjo. Anagongana na Lei Yang, simu inaanguka na anaogopa imeharibika. Lei Yang anamwambia siri ya Kanjo iko karibu kufichuliwa. Kajun anaathirika sana na anataka kumsaidia Kanjo. Hilo linamkera Lei Yang na anaondoka. Kajun anamtafuta Kanjo na anamkuta shuleni. Pamoja na Choi na Lei Yang wanazungumza. Kajun anakiri kwamba yeye ndiye aliyekuwa nyuma ya program ya siri na anaweza kuona mapachiko yote na walioyaandika. Kanjo anabimia na anatambua anasema ukweli. Anaamua kutoa video akikiri kwamba si mwanafunzi wa mafunzo. Choi anakasirika, anatukana na anaondoka. Kajun analia akisema alitaka kurekebisha mambo, lakini Kanjo anamwambia atulie. Wanaporudi darasani, wanakuta wanafunzi wameharibu sehemu yake kwa rangi na kutupa takataka. Kajun na Lei Yang wanawazuia. Siku ya mashindano ya video, mshindi anatangazwa ni Kanjo. Anapanda jukwani na kuomba msamaha akisema aliishi kwa uongo, lakini sasa anataka kuishi kwa ukweli. Baadaye Choi anakutana naye na wanafanya amani. Kajun anawaona pamoja na anafurahi. Anarudisha simu mahali alipoiokoa, kisha anakutana na Kanjo. Anamkumbatia na kumshukuru kwa kumfundisha mambo muhimu na kukabiliana na matatizo kwa ujasiri. Wakiwa wamekaa pamoja, Kanjo anakiri kwamba anampenda kweli. Wanaendelea kuwa pamoja kwa furaha na marafiki zao. Katika tukio la mwisho, Kajun anasema kila mtu anapaswa kuzingatia upekee wa tabia yake ili apendwe na kuwa maarufu. Na hapo ndipo mfululizo unafikia mwisho wake. Kama unapenda hadithi hii, usisahau kubonyeza like, kushare pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili usikose.